Umelala ukaona umepata damu ya mamba, au umepata nyama ya mamba, umeondoka na nyama ya mamba, umepata kwamba hii ni nyama ya mamba, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba utapata mali nyingi kutoka kwa adui yako. Utapata mali nyingi kutoka kwa adui yako. Kwa hivyo nayo pia hii inakuja upande wa pili, kinyume chake. Maana yake ni njozi nzuri, njozi yenye manufaa makubwa kabisa kwako wewe, kwa sababu matarajio yako, unatarajia pengine uweze kupata kheri yako na baraka za Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kutoka kwa wale watu ambao unaosahibiana nao, waliopo katika nia safi, wamekufanyia wamekusafia nia. Kumbe riziki yako kubwa kabisa unaenda kuipata kwa tajiri yako. Kwa hiyo kwa huyu mtu ambaye aliyelala akaota ya kwamba amepata damu ya mamba au amepata nyama ya mamba usingizini, basi huyu namjulisha atapata mali nyingi sana kutoka kwa adui yake. Inshallah ndugu zangu katika imani, nipende kuambia ni kwamba njozi yako ndiyo mafanikio yako. Njozi yako ndiyo kheri yako. Njozi yako ndiyo utajiri wako. Njozi yako ndiyo nusura yako pia katika kunusurika na mabalaa kadha wa kadha. Lakini utajuaje? Ni lazima unapoipata njozi yako umtafute mtu ambaye ni mzuri, ambaye anayejua kufasiri njozi na kujua namna gani njozi yako hiyo inavyokuelezea. Edha inakufanyia nidhari, edha inakufanyia bishara, edha inakutaka ufanye kitu fulani wakati huu ulionao sasa, edha inakuja kuelezea habari za wakati wa nyuma ambapo katika maisha yako ulivyokuwa. Edha ni njozi inayokuja kuelezea mazingira halisi unayoishi. Namna gani utajua? Ni lazima umpate mtu aweze kukufasiria kwa uwezo wake Allah Tabaraka wa Taala. Lakini usia wangu mwingine niseme, utakapoona njozi imekukalia vibaya ambayo inaweza kuja kuharibu, yani ni bishara ambayo unabashiriwa kwamba huko mbeleni maisha yako yatakuja kuharibika kabisa, basi usisite kuchukua hatua. Nayo hatua zipo, dua maalum ambazo inatakiwa umuombe Allah Tabaraka wa Taala aweze kukuepusha na balaa hilo, kwa sababu wengi sana wanashindwa kujua nini cha kuweza kufanya baada ya kuwa wamepatwa na matatizo kama haya, na hatimaye mtu huyu anabaki akihangaika, hajui nini cha kufanya, hajui wapi aelekee, hajui jambo hili linatokana na majambo gani. Lakini ukimwelekezea Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia kheri na salama yake kwa huruma na utukufu wake Subhanahu wa Taala. Lakini pia zipo njozi zingine ambazo zinakuelezea uhalisia wa sasa, namna gani wewe ulivyo. Wapo watu ambao wanapewa bishara ya kwamba mwili wako kwa sasa hauko sawa, nyumba yako unaolala kwa sasa haipo sawa, kulingana kwa sababu mwili wako haupo sawa na nyumba yako haiko sawa, waweza kukuta hata